Mwizi huyu amesema anaitwa Jose na kuna Eric, ndo walikuwa wako wote watu watatu. Wamebeba kaondoka, huyu dogo ndo akarudi tena kupitia vitu vingine, ndo mwenye nyumba kamdaka. Anadaiwa kuiba TV, vitu vya ndani. Nilikuwa nimelala, nikasikia kelele za wizi huko nje. Nikatoka nje. Kutoka nje nikakuta ameshaanza kupigwa. Wakati wanamchoma wamemmwagia kwanza mafuta, wanawasha kiberiti kakataa kabisa kuwaka. Akaulizwa una shida gani, akasema mimi siwezi kufa. Zaidi nyie mtanishindwa, siwezi enda mochwari kabisa. Mtazamaji, jina langu naitwa Alphonse Kusaga, mwandishi wa Wananchi. Leo ni tarehe mosi ya mwezi wa 5 mwaka 2026. Hapa ni katika mtaa wa Fidifosi, kata ya Murieti, jijini Arusha, ambapo mtu mmoja anayetuhumiwa kwamba ni kibaka ameruka kwenye nyumba iliyoko katika eneo hili, kieleza kwamba alivunja na kuiba TV, blender na vitu mbalimbali. Baada ya hapo mwenye nyumba alipiga kelele, ndipo watu wakatoka. Ilikuwa ni majira ya alfajiri, watu wakajitokeza na kumkamata mwizi huyo ambaye inaeleza kwamba wenzake walikimbia, lakini yeye akakamatwa. Wananchi walianza kumshambulia, ambapo walijaribu kumchoma moto kwa kutumia tairi, lakini ilishindikana. Kila ambapo walikuwa wanawasha moto huo ukiwa na petroli ulikuwa hauwa, jambo ambalo pia liliwashangaza. Lakini baadaye polisi walifika katika eneo hili na kumchukua mtuhumiwa huyo kumpeleka katika vyombo vinavyohusika. Lakini katika tukio hilo, wakati mwandishi wa habari anarekodi tukio hilo, alikamatwa na polisi akieleza kwamba ni kwa nini anaripoti matukio hayo. Kamatwa kuanzia saa 10 za usiku. Alikuwa anaiba hapo maeneo ya kwa magesi panaitwa pa magesi hapo hivi. Kwa magesi maeneo ya Kinoko. Amekamatwa, wamempiga. Ndo muda so mrefu askari wamekuja kumchukua kumpeleka hapo kituo cha Murieti. Anadaiwa kuiba TV, vitu vya ndani. Hajauawa, ameondoka akiwa hali yake sio nzuri, sintofahamu. Kama unavyoona pale kuna tairi na sema tukio, kuna tairi na mifuko ya kuchomea, lakini ndio hivyo ameshapigwa petroli mara kadhaa na hakufanikiwa kuwaka. Katokea kuna mwizi katokea maeneo ya kwetu hapo Kinoko. Ameiba TV, wameiba vitu vya ndani, walikuwa watatu. Wawili wamekimbia. Wakati wanamchoma wamemmwagia kwanza mafuta, wanawasha kiberiti kakataa kabisa kuwaka. Akaulizwa una shida gani, akasema mimi siwezi kufa. Zaidi nyie mtanishindwa, siwezi enda mochwari kabisa. Tumeshuhudia kwamba anachoma kiberiti kikakataa kuwaka mara 3. Petroli imeletwa, wakamwaga, wakawasha kiberiti kikakataa kuwaka. Naona ni ile unyevunyevu wakati walipomburuza yeye kwenye matope, ndo hayo naona yamemsaidia kutokuwaka kiberiti. Huyo chali kasema hawezi kufa kabisa, wala hawezi pelekwa mochwari. Nilikuwa nimelala, nikasikia kelele za wizi huko nje. Nikatoka nje. Kutoka nje nikakuta ameshaanza kupigwa. Kuulizia nini kilichoendelea, wanasema aliruka ukuta kaingia ndani. Walikuwa watatu. Wamepitia kwa dirishani. Wakachukua baadhi ya vitu vya ndani. Ndo mwenye nyumba akamkamata. Kumkamata ndo watu wakapiga wizi ndo akatolewa ponje akaanza kupigwa. Nilimleta kwa nia ya kusema nini? Vitu vilipopelekwa. Lakini ametaja watu. Kuwataja wale wenzake amewataja, amesema wanapatikana darajani. Kweli tairi amevalishwa na mafuta kamiminiwa, lakini katika kumwasha kiberiti akiwaki mara 3. Ni kweli amesema hawezi kufa. Mara kwanza alisema anataka kufa, awashwe nini tairi. Lakini baadaye akaanza kuomba msamaha, akasema anatupeleka sehemu vyombo vilipopelekwa. Lakini baadaye ndio hivyo tukamfikisha hapa, tukakaa naye aseme ukweli hasemi, baadaye ndo akasema hawezi kufa. Tumeshangaa ndio. Kwa nini kiberiti kisiwake? Ameiba TV, blender na radio. Wizi unafanyika, lakini hatujawahi kushuhudia kama leo tulivyoshuhudia. Mara nyingi unakuta unatendeka, lakini hatujawahi kumkamata mwizi. Leo ndo tumekamata. Lakini watu wanaibiwa. FFU wakakusanya vitu, wakabeba, wakapeleka, lakini mwenye nyumba aliwaona, ila kwa mmoja anakuwa anakaa mtaua kwangu, lakini amehama. Na mwizi huyu amesema anaitwa Jose na kuna Eric, ndo walikuwa wako wote watu watatu. Wamebeba kaondoka, huyu dogo ndo akarudi tena kupitia vitu vingine, ndo mwenye nyumba kamdaka. Mama akapiga kelele, wananchi wakaja wenye hasira kali, ndo wakamfanyia hivyo walivyomfanyia. Mmoja amesema anaitwa Macho, kuna Jose, kuna Eric, ndio, na wametokea mtaa wa Ngusero huko.
Yaani toka viani kwamba maaskari wangewadaka hawa watu, wasiwaachie wafungwe huko gerezani ili washike adabu. Kwa sababu si balozi huko, serikali ipo, kwa hiyo ikabidi waache kumchoma moto ili serikali maaskari waje wamchukue ili aweze kutaja vitu ambavyo walikopeleka. Sasa subiri maaskari waje chukue umwili huu mtoto wampeleke kule ili wakamfinye maaskari watupeleke kwa hiyo Macho na Jose. Ni vibaka wapo sawa, ndio wameshikwa, lakini huwa vibaka wanasumbua sana. Wanakuja mpaka mchana, wanaingia mchana, wanachukua vitu vya watu mchana, watu wenyewe wakiwa hawapo. Yaani mimi ningetamani mwizi akaachwa kapeleka polisi, wasimwachie wampeleke gerezani huko, auze huko gerezani, sio kumwachia. Maana wakimwachia changamoto inaweza kutusumbua huko mtaani. Naitwa Simoni Sabore. Kilichotokea ni nimesikia saa 11 mwizi amekamatwa. Ndio nimesikia akipigwa, anapigwa. Nilipokwenda kushuhudia nikauliza nini shida, akasema amekamatwa anaiba. Nilipomkamata ndio tukaanza kuhoji, mama anasema amerudi kuja kuimalizia vitu ameacha ndani. Anasema kwa taarifa tuliposikia ni kwamba anasema kuna kitu kizuri ameiona ndani, ndio anakuja kuimalizia kupita nayo. Ndio mwenye nyumba akasikia, kamdaka, kapiga kelele na sisi ndio tukajitokeza. Vitu vingine alisaondoka nazo.